Mkuu wa wilaya mkoani Dr. Hamadi Omar Bakari ameutoa wito huo wakati wa ufunguzi wa warsha ya mafunzo yaliyofanyika katika ukumbi wa Umoja ni Nguvu wilaya mkoani mkoa wa Kusini Pemba. Dr. Hamadi amesema mafunzo hayo ni fursa muhimu kwa maendeleo na uchumi wa taifa. Kwa hiyo mafunzo haya ya siku 3 pamoja na mambo mengine, lakini ni kupatiwa hizo mbinu bora za kuweza kufuga, mbinu ambazo zitakuwa zina mustakabali kwa mafanikio zaidi kuliko haya ambayo tunayapata. Sababu hapo wengine hapa wamesema ni wafugaji, wengine mara ya mwanzo, isiwashughulishe kwamba ni mara ya mwanzo. Leo tunaenda kupewa uelewa, mara nyingine utasema hii ni mara ya pili baada ya kupata huu uelewa. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kama tutakuwa na umakini, na hili naliomba sana, tuwe na umakini wa hali ya juu kusikiliza hichi ambacho tutapewa kutoka huku, ili kesho yake tutakapoenda field, tutakapoanza ule mchakato, basi tuwe tunafanya kitu kwa uhakika kwa mbinu zile ambazo tutapewa na wataalamu. Akizungumza mara baada ya ufunguzi wa mafunzo hayo, afisa mratibu wa uendeshaji kutoka kampuni ya Visiwani Sea Cucumber, ndugu Daudi Muhammad Salum, alisema mafunzo hayo yanayotarajiwa kufanyika kwa ufanisi katika wilaya mkoani ili kuisaidia serikali kufikia malengo ya kukuza uchumi wa buluu. Tumekusanya vijana 40 kike na kiume kwa lengo la kuanzisha mafunzo ili wafikie ile lengo ambalo serikali inataka, kwa sababu katika sehemu za mradi huu imekusanya aina kama sehemu 3 ya ufugaji wa matango bahari au sehemu 3 ya elimu ya utoaji elimu ya ufugaji wa matango bahari. Sehemu ya kwanza ni kutoa elimu yenyewe, lakini sehemu ya pili ni ufugaji wa matango bahari kitaalamu. Sasa kabla kujia huu mradi wa ufugaji wa matango bahari, serikali imeona ipo haja ya kutoa mafunzo kwanza kwa wananchi hawa ambao wako katika vijiji tofauti tofauti, na mradi huu una sehemu ya Unguja lakini pia na sehemu ya Pemba. Upande wake Dr. Yusuf Salum Yusuf, ambaye ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu Dodoma, amesema ni muhimu kutumia mbinu za kisasa za utoaji wa mafunzo hayo ili kuongeza tija katika uzalishaji kwa wanajamii na kufaidika kiuchumi. Kwa hiyo natakiwa tuongeze bidii pale serikali ilipotuwezesha. Kwa hiyo tuongeze bidii ili kuweza kumfuga na kuweza kupata thamani kubwa ambayo na kipato kikubwa ambacho kinaweza kutokana na jongoo huyu. Kwa hiyo tunashajihisha watu wafuge aina hii ya jongoo. Wale ambao watapata nafasi ya kuwa katika huu mradi ni sawa, watanufaika, lakini wale ambao pia hawajapata hii nafasi, pia tunashauri wajiingize katika ufugaji wa majongoo ya aina hii ili waweze kujikwamua kimaisha, kwa sababu bei ni kubwa na faida ni nyingi sana. Mafunzo hayo ya siku 3 yaliwahusisha wanajamii 45 kutoka shehia ya Makumbeni yanayosimamiwa na Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi kwa kushirikiana na kampuni ya Visiwani Sea Cucumber. Nikiripoti kutoka Kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.